baada ya kugaragazwa, baada ya kubugizwa, baada ya kutambiwa mechi 6 mfululizo, na hiyo na Simba inaenda kupata matokeo bora ya ushindi kwenye mechi ya Machi 1. Binafsi naiona hivyo. Fakti zipo, lakini pia mazingira ya kuiona Simba inashinda kwenye hii game unaona kabisa, kwa sababu mara ya kwanza naiona Simba baada ya kunyanyaswa kwenye mechi 6 mfululizo, kwenye kufungwa, Simba inaenda kupata matokeo. Bwana, chambuzi la system Godfrey Mlanjizi hapa nikijaribu kureflect mechi ya Derby kuelekea Machi 1, Machi mosi pale Zanzibar New Amani Complex. Tuliona timu zetu jana mbili za Kariakoo zilicheza michezo yao. Simba walicheza mchezo wao dhidi ya Dodoma Jiji wakiwa ugenini, wakapata sare ya bila kufungana. Yanga walicheza mchezo wao dhidi ya JKT Tanzania, wakawavurumshia JKT Tanzania magoli 5-0. Nini maana yake katika muktadha mzima wa kuelekea Derby ya tarehe 1? Ukiangalia ni jaribu kustretch zaidi ama kustress zaidi kwa mchezo wa Young Africans dhidi ya JKT Tanzania. Namna ambavyo Young Africans jana waliingia, unaona kuna mabadiliko makubwa sana ya kuanzia kwenye mfumo, kuanzia kwenye flowing ya timu, kuanzia kwenye selection ya wachezaji. Katika maeneo mengi sana unaona coach Pedro Gonçalves jana aliingia tofauti, na utofauti wake ndio ambao ulipelekea jana Young Africans kuibuka na magoli 5 bila dhidi ya timu ngumu kabisa, timu ambayo ilikuwa na safu bora mpaka kabla ya mchezo wa jana, kwa sababu kabla ya mchezo wa jana JKT Tanzania ilikuwa na safu ya ushambuliaji ambayo kwa ujumla wake ilikuwa na magoli yasiyopungua magoli 15, lakini ukiangalia jana walishindwa kuscore hata goli moja. Lakini pia mpaka kufikia jana timu ya JKT Tanzania ni timu ambayo pia ilikuwa ni miongoni mwa timu ambayo ilikuwa na safu bora sana ya kiulinzi. Maana yake ni nini? Jana coach Pedro Gonçalves kuna vitu viwili alituprove. Kwanza, kuanzia kuifunga timu ambayo ni miongoni mwa timu ambazo zilikuwa na defense bora sana. Kwa sababu ukiangalia JKT Tanzania kabla ya jana ndio ambayo ilikuwa inaongoza ilikuwa inaongoza ligi, lakini ikafungwa, sio tu kufungwa, lakini ilifungwa kwa idadi kubwa ya magoli 5 goals. Lakini pia sio tu kushinda jana, pia timu ya Young Africans chini ya Pedro Gonçalves alionyesha kwamba pamoja na timu yake kushinda magoli 5, lakini pia imeshinda bila kuruhusu goli lake kufungwa, bila kuruhusu timu yake kuruhusu goli. Manake nini? Walikuwa bora kwenye offensive, kwenye eneo la ushambuliaji, lakini pia walikuwa bora kwenye eneo la kiulinzi. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake inakupa picha ya kwamba Young Africans kuelekea kwenye mchezo wa Derby wanaingia na confidence kubwa, kwa sababu wameingia na ushindi, wanaingia na mechi ya mwisho kutoka kushinda kwa magoli 5, wanaingia na mechi ya mwisho kuto kuruhusu goli. Hiyo ni moja ya kitu ambacho kinawapa motisha kwa kiwango kikubwa, ukisample tu kwenye mechi hizi mbili za jana kwa kile ambacho kimetokea kwenye michezo ya jana. Lakini ukiangalia kabla ya mchezo wa jana katika hizi timu mbili za Simba na Yanga, ukiangalia Young Africans ilikuwa ina struggle sana. Mechi mbili ambazo imecheza kabla ya mechi ya jana ilikuwa na struggle, kwanza kwenye kutengeneza nafasi, pengine ni selection ya wachezaji, namna ambavyo coach alikuwa anaipanga timu iweze kufanyaje kuflow, namna ambavyo timu ilikuwa ngumu kutengeneza nafasi. Jana unaona alivyobadilisha kila kitu, unaona kila kitu kilibadilika. Lakini Simba kabla ya michezo miwili, kabla ya mchezo wa jana, michezo miwili ya nyuma,
Simba ilikuwa ina flow vizuri, Simba ilikuwa inatengeneza nafasi, Simba pia ilikuwa inafunga. Ukiangalia matokeo ya mechi mbili za mwisho kati ya Simba na Yanga kabla ya michezo ya jana, Simba iko juu dhidi ya Yanga. Kwa hiyo binafsi unaona kabisa mazingira ambayo yanatupa picha kubwa ya match moja kwenye dabi ya Kariakoo ambayo itachezwa kwenye kiwanja cha Amani Complex. Binafsi mimi naiona gemu ambayo iko wazi, lakini pia naiona gemu ambayo ipo kimkakati, naiona gemu ambayo ipo kimtego kwa Young Africans. Kwa nini? Kwanza, ushindi wa magoli 5 ambao waliupata jana dhidi ya JKT Tanzania sio kigezo cha Young Africans kupata ushindi wa machi moja kwenye dabi ya Kariakoo. Lakini pili, ushindi wa Young Africans wa mara 6 mfululizo kwenye head to head kati ya Simba na Yanga sio kigezo pia cha mchezo wa machi moja Young Africans kupata ushindi. Naiona mechi ambayo iko wazi, lakini pia naiona gemu ambayo iko mikononi mwa Simba pekee. Yaani ni Simba pekee ambayo itaamua ishinde gemu kwenye mchezo wa machi moja. Ni Simba hiyo pekee ambayo itaamua itoke sare. Ni Simba hiyo pekee ambayo itaamua ifanyaje, ifungwe. Kwa nini? Kwa sababu ya kariba ya hawa makocha wawili kati ya Pedro Gonçalves ambaye ndo mwenyeji wa mchezo, lakini ambaye ndo dominanti wa hizi dabi kwa upande wa timu yake ya Young Africans, na coach Steven Becker. Nimemtazama Steven Becker kwenye mechi zake ambazo amecheza. Ni kocha ambaye unaona kabisa anaifanya timu iflow, anaifanya timu itengeneze momentum, anaifanya timu ifunguke, anaifanya timu itengeneze nafasi. Wakicheza na timu ambayo binafsi wana level sawa, kuna mazingira makubwa sana ambayo timu ya Simba inaweza ikafanyaje, ikaonyesha uwezo na ikafunga magoli. Rejea kwenye mchezo dhidi ya Esperance de Tunis au hapa nyumbani ambao Simba ilitoa sare 2-2. Unaona kabisa Simba ilitengeneza nafasi, unaona kabisa Simba ilikuwa na momentum nzuri ya kuifanya gemu ile ifanyaje, Simba ishinde. Ni makosa binafsi ya wachezaji ndiyo ambayo yalipelekea ile gemu kuisha sare ya 2-2. Rejea mchezo dhidi ya Petro Atletico di Luanda ugenini pale Angola. Simba ilitoka sare ya mechi sare ya 1-1. Nini ambacho unaona? Simba wametoka nyuma ya goli moja huku wakiwa pungufu, wakasare ule mchezo. Rudi kwenye mchezo wa mwisho dhidi ya Stade de Marie, Simba imeshinda ushindi wa goli 1. Inaonesha dhahiri shairi Simba imeanza kujireform. Simba ina structure sasa hivi, namna ambavyo ina flow kuanzia kwenye build up, kuja kwenye progression, kuja kwenye creation na kwenye final third ambayo tunasema ni sehemu ya mwisho kabisa ya kufunga magoli. Nini ambacho ninamaanisha? Namaanisha kwamba ushindi wa jana wa Young Africans na sare ya jana ya Simba sio kigezo cha Yanga kwenda kushinda kwenye mchezo wa machi mosi au machi moja pale Amani Complex. Ni namna ambavyo makocha hawa wawili wataingia na mpango kazi bora, na ni nani ambaye anaweza akashinda hii game? Ni yule ambaye anaweza akatekeleza mpango wake kazi bora na wachezaji kutekeleza majukumu ya mpango kazi ambao kocha amefanyaje, ameupanga. Lakini mimi binafsi ukiniambia game na iweka upande gani, si ndio? Kwa mara ya kwanza baada ya kuchakazwa, baada ya kugaragazwa, baada ya kubugizwa, baada ya kutambiwa mechi 6 mfululizo, na hiyo na Simba inaenda kupata matokeo bora ya ushindi kwenye mechi ya machi moja. Binafsi naiona hivyo. Fakti zipo, lakini pia mazingira ya kuiona Simba inashinda kwenye hii game unaona kabisa, kwa sababu
wanao sasa hivi wachezaji wenye karakta ya ushindi. Nenda kwa Anicet Oura, nafasi ambazo unaona Young Africans huwa magepo wanayaacha, ndio sehemu ambazo Anicet Oura anacheza kwenye maeneo hayo. Ribasege, magoli mengi ambayo ukiangalia kipa Djigui Diarra amefungwa ni magoli ya mbali. Ukimwangalia Ribasege ana uthubutu wa kushoot from the distance. Nimemuona pia Inos Loemba pia naye ana uthubutu wa kushoot from the distance. Ukimwangalia Selemani Mwalimu, yes, jana hakupata goli, lakini pia ana ile character ya mastreka ambao ni magol poacher, ni mastreka ambao wanakuinsure magoli wakati wowote, muda wowote. Ukimwangalia Clatous Chota Chama, calmness kwenye eneo la kiungo cha ushambuliaji, namna ambavyo anaitoa timu kutoka kwenye eneo la chini kabisa kwenye build up kwenda kwenye progression kwenda kwenye eneo la creation, ni mazingira ya Simba kuamka vyema. Nazungumza hivi sio kwa sababu na underrate Young Africans, sio kwa sababu sioni kwamba ubora wa wachezaji wa Young Africans. Nazungumza hivi ni kwa sababu naiona Simba ambayo ina mabadiliko makubwa sana ya kiuchezaji chini ya coach Steven Becker. Kwa mara ya kwanza naiona Simba baada ya kunyanyaswa kwenye mechi 6 mfululizo, kwenye kufungwa, Simba inaenda kupata matokeo.